Mheshimiwa Bwana William Samuel Daktari Kipchirchir mwenyewe wewe. Mheshimiwa Rais, sisi tuwakuulize kama Wakenya ama sisi tunaongea kama Wakenya. Kuna maneno tunaona inaendelea katika nchi yetu hayako sawa. Hayaambatani na katiba yetu vile nasema, katiba yetu ya 2010 vile nasema. Kuna watu wanatumia mitandao ya kijamii vibaya. Kuna watu wanatumia mitandao ya kijamii vibaya. Wanashika mtu ama wanaweka mtu kwa kaburi akiwa hai na hajakufa, familia yake hata hajatangaza kitu chochote. Tulikuwa tumeona kutoka hapo awali nyuma hapa hivi mwezi 2, 3, 4 mtu anawekwa kwa sanduku akiwa hai. Tuliona Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alikuwa amewekwa kwa hiyo sanduku. Tukaona wewe daktari mwenyewe wanakuweka kwa sanduku. Tukaona viongozi wakubwa wanaendelea kuwekwa kwa sanduku mpaka wakaweka jirani yetu ambapo ni Yoweri Kaguta Museveni. Hiyo maneno sisi hatutaki kwa hii nchi yetu saa hii iendelee namna hiyo, kwa maana tumeona watoto, sisi hatujui ni watoto ama hatujui ni watu gani hawa wanaweka vitu kwa mitandao ya kijamii, kutumia mitandao ya kijamii vibaya, kuweka watu, kusika watu kwa kaburi na watu wako hai. Hiyo ni makosa kubwa. Ndio maana tuwasema, ndio maana tuambia huyu siasi wa intano anaitwa Mheshimiwa Onesimus Kipchumba Murkomen, you must be careful my friend. Kama amutaki nchi yetu iende kwa mchanga, sisi hatutaki kuona hiyo maneno bana. Mtu kama unatumia mitandao ya kijamii afadhali uonge kuliko kuweka mtu kwa sanduku. Sisi tunaamka asubuhi tunaona mtu amewekwa kwa sanduku ati amesaa kufa. Hiyo ni makosa kubwa katika nchi yetu. Wa ulimwengu wanaendelea kuangalia sisi, majirani wanaendelea kuangalia sisi, kwa maana tumeona nchi zingine hiyo upusi hakuna. Mahali hiyo upusi iko hapa ni hapa Kenya. Sisi tuwakuambia Mheshimiwa William Samuel Ruto, wewe ndio daktari mwenyewe Kipchirchir mwenyewe. Sisi tuwakuambia sasa, kwa sasa hivi, na nilikuambia hapo awali, funga chicho moja wacha chicho nyingine. Hii maneno ya upusi inaendelea katika nchi yetu. Wale wasasi wanawaachilia watoto wao wanaweka vitu za upusi, vitu za punuku kwa mitandao ya kijamii. Hata wao inafaa wachukuliwe hatua, wawekwe kwa jela, waende ndani, waende wastakiwe, kwa maana hii ni maneno ya upusi na hii maneno ni incitement wanafanya. Tulikuona Mheshimiwa Daktari mwenyewe William Samuel Ruto ukiwa umewekwa kwa sanduku. Tukaona Raila Amolo Odinga amewekwa kwa sanduku. Hiyo maneno haichafurahisha sisi. Hiyo maneno haichafurahisha sisi. Na hatutaki hiyo maneno Mheshimiwa Daktari, kama unasikia, hatutaki hiyo maneno yende. Tunataka ukomese hizo vitu kabisa. Mtu kama anapatikana aende ndani kabisa, aende ndani kabisa. Hata akiongea kwa mitandao ya kijamii mbaya, huyu mtu tunataka aende ndani kabisa, afungiwe huko. Kwa maana tuwezi ruhusu vitu za upusi ikiendelea katika nchi yetu, na wewe ndio rais Mheshimiwa William Samuel Ruto, na wewe ndio rais wa hii nchi. Sasa unataka tufanye nini na unataka tuongene? Na ni mara ngapi Mheshimiwa William Samuel Ruto sisi tumesimama kwa mitandao ya kijamii tukiendelea kukuambia, tunakuambia hii maneno naendelea hivi sio mzuri, na hutaki kusikia na hutaki kuchukua hatua. Mtu kama ametengeneza jeneza anakuweka huko ndani na wewe unamwangalia. Sasa Wakenya wengine watachukulia kifipi, Wakenya wengine wataangalia aje, nchi majirani wataona aje, wa ulimwengu wataona aje? Ndio maana mimi nakuambia Mheshimiwa William Samuel Ruto, you must be careful my friend. Wacha kufanya mchezo, wacha kulala kwa ofisi. Mheshimiwa William Samuel Ruto, wacha kulala kwa ofisi. Wacha kukunywa chai kutoka asubuhi mpaka jioni. Vitu ikiendelea kuharibika katika nchi yetu, na wewe ndio uko sote, na wewe ndio uko kila kitu. Sisi tunataka watu wachukuliwe hatua, wafungwe, wawekwe ndani ama wapigwe faini huko koti. Utaona hii maneno, hii vitu ya upusi ikiendelea. Kwani jeneza ndio kuongoza katika nchi yetu? Hizo jeneza wanatengenezea mtu, wanamweka ndani, wanasema huyu mtu amekufa. Wewe uko na uhakika hiyo kitu ni ukweli, ni ya uongo ama ni ya ukweli? Na wewe unanyamaza. Na wasiri wa intano pia naye tunakuambia ya kwamba wacha kukunywa chai huko kwa ofisi ukilala vitu kiendelea ya upusi katika nchi yetu. Wewe ndio kuna swati, sika mtu, weka mtu pengo apelekwe koti ama aende ndani kabisa. Hiyo ndio nchi tunataka. Nchi zingine hiyo upusi inafanywa hapa Kenya, nchi zingine hakuna. Ukienda kuweka watu kwa jeneza unafungwa na unawekwa ndani, lakini nchi yetu sisi twasanga ni shida iko